maamkizi ya Kiislamu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tupo katika kipindi chetu hiki cha Afya Kwanza. Mimi ambaye nitaongoza kipindi hiki ni Haji Ali, na kama ilivyo ada katika vipindi hivi kualika madaktari na watu wa afya kutoka sehemu mbalimbali kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo yatakuwa yanahusiana na masuala mazima ya afya ya mwanadamu, iwe kimazingira lakini hata katika miili yetu. Na leo tunaye Dr. Omar Mohamed Musa. Na sikwambii kama tuna mgeni. Dr. Omar humu si mgeni tena. Si mgeni tena. Dr. Omar tunakukaribisha sana. Hii ukaribisho huu ni ule wa ada. Si tunakukaribisha kama mgeni. Asante. Tunakukaribisha kama mzee alirudi tu nyumbani. Karibu nyumbani. Hizi dress tulizovalia leo ni za vipindi maalum. Mara nyingi vipindi vyetu hivi vya afya tunavaa nguo mchanganyiko, lakini ukiona tumevaa hivi kama tumekuja kwenye hutuba za Ijumaa, basi ufahamu kwamba tuna mada ambayo inalingana na namna ambayo dress code iliyoainishwa hapa. Leo tunakuja kuzungumzia afya na hija. Afya na hija. Mimi kuna baadhi ya watazamaji waliponiona tu wamejua leo tutakuwa kuna masuala ya afya na hija. Maana wameniona, wamezoea kwamba tukimwona huyu mara nyingi inakuwa hivyo, na imekuwa ni sura toro kidogo kwa siku kadhaa, lakini tumerudi tena nyumbani kwa ajili ya kuendeleza na gurudumu letu hili. Tupo katika miezi ya maandalizi ya hija. Tupo katika miezi ya maandalizi ya hija na tupo katika mfunguo 9. Sasa tupo katika mfunguo 9 na tunaelekea katika hija, na hija inaandaliwa miezi kadhaa. Huwezi kujiandaa na hija kwa wiki mbili. Na pengine sasa hivi serikali husika ya Saudia tayari imeshaanza kutoa matangazo mbalimbali ya tarehe za mwisho ya vitu vingi. Tarehe ya mwisho ya vitu vingi. Ili na wao waweze kujihakikishia kwamba hawa ndio watu wetu kwa mwaka huu, basi tuweze kuandaa na wao katika huduma hizi. Maana na wao vile vile wanahitaji maandalizi ya namna gani waweze kuwapokea wageni. Ndio maana wanaweka taratibu zao ziweze kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo kama kuna mtu ana lengo la kwenda hija, iwe mwaka huu au iwe miaka yoyote, basi afahamu kwamba hija inahitaji afya, na ndio maana leo tumekuletea mada yetu hii ya afya na hija. Lakini zaidi tutakwenda kutazama maandalizi ya mtu anayehitaji kwenda hija kwa mwaka huu na kitu gani anatakiwa ajiandae zaidi katika afya yake. Lakini hata wale ambao wametiania kwa miaka itakayofuata mbele, basi na wao vile vile kuna vitu vya msingi wanatakiwa kuvizingatia, ili ukifika muda wao iwe ni baadhi tu ya vitu vidogo vya kuongezea ambavyo vitahitajika kwa ule mwaka husika. Mambo yanabadilika kila siku, na mabadiliko ya tabia nchi yanabadilisha vile vile mifumo na kanuni za baadhi ya nchi. Sheikh Omar, leo utakuwa ni shekhe hapa. Dr. Omar, karibu sana. Na mada yetu leo hasa afya na hija. Lakini kabla hatujaenda moja kwa moja kwenye maandalizi, tumkumbushe tu mtazamaji kwa nini tunahitajia afya kwenye hija. Asante sana ndugu mtangazaji. Asalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ndugu watazamaji, kama nilivyotambulishwa, naitwa Omar Mohamed Musa, na kwa leo hapa ni daktari au ni mkuu wa madaktari wa taasisi za hija hapa Zanzibar. Zile taasisi ambazo zinasafirisha mahujaji za Zanzibar zina umoja wao pamoja na nyingine za bara ambazo wanaitwa Utahiza. Kwa hiyo kwenye Utahiza kuna sehemu mbili, upande wa administration ya kawaida, lakini na upande wa madaktari. Kama tunavyojua, ibada ya hija ina sehemu mbili kubwa, ambapo ni hali na mali. Sasa hii kwenye hali ambayo ndio siha yenyewe, sisi kama madaktari ndio eneo ambalo huwa tunahudumu kuhakikisha kwamba kwa namna yoyote tunayoweza tunawasaidia hawa mahujaji kwenye eneo hili, ili na wao waweze kufanya ibada yao ya hija katika hali ya usalama kabisa na afya njema, kusudi lile lengo lifikiwe. Kwa hiyo ndio maana hasa tuko hapa, na kama mtangazaji alivyouliza, kwa hiyo ni kwa sababu hiyo, kwa vile hija inahitaji na upande wa siha, na ndio maana tuko hapa leo kufanya mazungumzo haya au kipindi hichi hasa kwa wale ambao wana nia
nia ya kwenda kufanya ibada ya hija mwaka huu, ili waanze kujiandaa kama alivyosema maandalizi ya hija. Kasema sasa hivi Saudia washaanza matangazo na miongozo, lakini ukweli ni kwamba ile siku ya mwisho tu ambayo mnamaliza ibada ya hija mkiwa kule Maka, basi siku ile ile wanakupeni taratibu za mwaka. Wao wanafanya sijui niseme ni ceremony special kwamba tumefunga hii na tunaanza ya mwakani. Kwa hiyo ni kwamba wakimaliza tu ibada siku ile ya hija, siku ile ile matayarishi maandalizi ya mwaka unaofuata tayari yanaanza, na miongozo inaanza kutoka from that day ahead. Kwa hiyo tangu siku ile ambayo tulimaliza ibada ya hija mwaka jana, ni kwamba mpaka kufika hapa wao takriban washamaliza kila kitu kwenye miongozo yao na maelekezo yao. Sasa ni sisi tu ambao tuna hiyo safari au nchi ambazo zitapeleka mahujaji wake kutekeleza yale maelekezo na ile miongozo ambayo wao wanaielekeza. Sasa tukirudi kwenye maandalizi ya ibada ya hija kwa upande wa afya, maandalizi ni mwili wa binadamu ambao tunatakiwa tuandae. Sasa ndio yeye mhusika ambaye anaenda kufanya ibada ya hija. Na kwenye kuandaa hii kuna sehemu mbili kwenye mwili. Kuna ile afya ya mwili na afya ya akili. Unajua ibada ya hija au safari ya hija ni safari ya kiimani, ni safari ya kidini, na tulio wengi huwa tunaenda mara moja katika maisha yetu. Sasa kwa namna moja au nyingine, yule mhusika huwa lazim basi atapata, kwa Kiingereza tunasema atakuwa nervous, ana hofu kidogo, kwa sababu akifikiri kwamba hii ibada anaenda kwenye ibada, naenda safari ya imani, safari ya kidini. Sasa kuna vitu vingi ambavyo anakuwa anavifikiria katika akili yake. Mimi nitaweza kufanya ibada, nitaenda nirudi mimi, na nitaifanya kama ambavyo inatakiwa niifanye. Lakini pia kwenye maisha tunapitia harakati nyingi. Mwingine hata pengine anawaza, mimi naenda nishalipa hela, lakini hela nimeipataje? Na fulani nimemkosea pengine. Kwa hiyo psychologically mtu anakuwa hayuko sawa. Kwa hiyo kimoja, sisi kama madaktari basi ni kuwasaidia kwenye hili eneo la saikolojia hawa mahujaji, kukaa nao na kuzungumza nao na kuwaelekeza, kuwapa miongozo mbalimbali. Kwa sababu katika hali ya kawaida ni kweli mtu yoyote ambaye atapatwa na safari kama hii, ikiwa akili yake iko sawa, basi lazima hofu itakuwepo japo kidogo. Na kama ukijisikia huna hofu hata kidogo, basi inawezekana wewe ikawa huko sawa. Lakini katika hali ya kawaida kwa safari kama hii, basi lazima mtu atakuwa na vitu vingi ambavyo anaviwaza katika akili yake. Kwa hiyo kwenye eneo hili la saikolojia huwa tunakaa nao mahujaji, tunazungumza nao, unawasikiliza na wao vile ambavyo wanavyo kichwani mwao. Na tukishirikiana na mashehe, basi kwa namna moja au nyingine tunawaelekeza kwenye eneo, kwenye njia ambayo ile hofu itapungua kwa asilimia kubwa. Na moja kikubwa, kwanza wewe ushatiania kwamba mimi naenda safari ya hija, ni safari ya imani, safari ya kidini. Mwelekee Allah, kila kitu mkabidhi yeye. Mimi naenda kwako, hii ni safari yako wewe. Kwa hiyo haina haja ya kutia hofu kubwa, manake asema ile hofu ikizidi tena ikawa ugonjwa. Hapana. Wewe ushatia nia hii, ushatia nia kwenda hija, akili yako ushaelekeza huko, basi tuelekee huko, na huko ni kwa Allah, ndo kila kitu. Kila Allah anachotaka kitakuwa kiwe. Allah hakuna haja ya kutia wasiwasi na hofu na nini, na kuhusu kwamba nitaweza, kuna huyu nimemkosea, kuna hivi na hivi, pesa nimeipataje. Haya masheikh anakaa nao, anawapa maelekezo, kila mmoja anajieleza kwa nafasi yake, ili kuondosha ile hofu. Manake usije kasafiri unawaza, mimi nishaingia kwenye ndege, lakini hela nilolipa labda si halali, labda kulikuwa na hivi, labda huyu nilimkosea, sijataka kumwomba radhi au hivyo. Maana wengine unahisi ina makando kando mengi. Kwa hiyo mashehe nao kwenye eneo lao hili wanatusaidia pia. Hii pia ni eneo la saikolojia, kwamba yule mtu akili yake anawaza vitu vingi sana. Sasa unaanza kumpunguzia ile mizigo ya mawazo, ili kusudi akiingia pale akili yake iwe safi kabisa, psychologically yuko vizuri, basi inshallah
ataendelea na ibada katika hali nzuri. Dokta, kwa uzoefu wako, amewahi kujitokeza mtu labda akashindwa kufanya hija vizuri kwa sababu ya hofu na wasiwasi? Hizi huwa zinatokea kwa sababu kama nilivyokuambia, unajua kadiri siku zinavyokwenda mbele na mambo tunabadilika na sisi. Huko zamani pengine taasisi nyingi zilikuwa hazina hata viongozi wa kutosha, madaktari wa kutosha, lakini sasa hivi alhamdulillah, na ni utaratibu kwa sasa kwamba kila taasisi ambayo inasafirisha mahujaji basi lazima walau iwe na madaktari wawili wa kike na kiume. Vinginevyo labda awe anasafirisha wa jinsia moja. Kama anasafirisha wanawake tu basi anaruhusika kuwa na daktari wa kike tu, au kama anasafirisha wanaume tu anaruhusika kuwa na daktari wa kiume. Lakini taasisi zetu nyingi zinasafirisha jinsia zote mbili, ya kike na kiume. Kwa hiyo hii ni lazima, manake si hiari, kwamba kila taasisi ambayo iko chini ya utahiza basi lazima iwe na madaktari wawili, at least madaktari wawili wa kike na kiume. Na kazi ya madaktari moja hapo ni hii, kuwasaidia hawa mahujaji. Kama ninavyokuambia, mawazo yakiwa mengi, hofu ikiwa nyingi, mtu atakuwa hayuko sawa. Na tushawahi kupata baadhi ya watu mnaenda nao, wakifika kule akili inakuwa haiko sawa, anashindwa kufanya ibada hija kabisa kabisa. Sasa kuepuka haya na mfano hayo, ndio maana kwenye maandalizi ya kiafya nayo tunaanza mapema. Tangu akiandikishwa wale mahujaji, mnaanza kukaa nao, mnasikiliza. Wengine tangu asili, pengine mtu ana ugonjwa wa akili, huyo utajua mapema ikiwa utakaa naye mapema kuzungumza naye. Lakini kama ulivyosema, ikiwa utasubiri siku chache kabla ya safari, mnaweza mkamtia kundini, hamjakaa naye mkaongea naye, kumbe mwenzetu tangu huko kabla na matatizo ya akili. Akifika kule na mazingira yale ya watu wengi, tafrani za kule, akili inazidi kuchanganyikiwa, mwisho wa siku anashindwa kufanya ibada yake sasa. Kwa hiyo kuepuka haya, ndio maana tunaanza maandalizi mapema. Na hili eneo la saikolojia ni eneo moja muhimu sana kwa mahujaji, sana kabisa. Na hasa ukizingatia hapa kwetu, mara nyingi wanaokwenda hija ni watu wazima, wanakuwa na vitu vingi sana kichwani mwao. Kwa hiyo hawa lazima tukae nao, tuzungumze nao, tuwasikilize na wao yale kwao, then tunapeana miongozo na maelekezo ili kuyapunguza, wala hata ikifikia safari kwa kiasi fulani ajisikie huru, yale aliyokuwa mizigo ya mawazo aliyokuwa nayo mingi tayari ameshaipunguza. Tumetaja watu wazima hapa daktari, na pengine watu wazima ndio wanaohofiwa zaidi kuwa na maradhi mengi yanayojichomoza, na pengine ndio wanaohofiwa kupokea maradhi mapema zaidi. Kwa mwaka huu, umri gani ambao umewekwa, umri wa mwisho kwa mtu ambaye anataka kuhiji, basi asiwe amevuka umri huo, ili kama kuna mtu huko ameshajiandaa ajifahamu kwamba kumbe umri wangu nishapitwa kwa mwaka huu, kwa hiyo nifanye namna ya kuhijiwa sasa. Manake si kitu kinachopungua. Kama utasema nitafanya mazoezi hata kifika mwakani nipungue japo miaka miwili. Lakini pia umri gani ni mzuri hasa kwa mtu kuhiji ukizingatia afya? Asante ndugu mtangazaji. Unajua ibada ya hija inapokwenda, huwa tunapokea maelekezo pamoja na sisi hapa, lakini pia tunapokea na maelekezo na miongozo kutoka mamlaka ya Saudi Arabia. Na kwa mpaka sasa kwa mwaka huu wao hawakuweka umri cut off point ya kusema hapa ndio mwisho, mtu akiwa na miaka 60 kwamba asende hija, au akiwa na miaka 70 asende hija. Hapana, ila wao walichukua neno mzee ndio akatuletea. Okay. Akatuambia wazee hawataruhusiwa kwenda hija. Lakini kwetu sisi uzee ni nini? Si namba ya miaka, bali ni ile hali ya yule mtu alivyo. Manake mwingine anaweza kana miaka 60 au 70, lakini hawezi kutembea, hawezi kufanya harakati zozote tena. Lakini mwingine ana miaka 90 na bado anamshinda hata kijana wa miaka 40 au 50. Sasa huwezi ukasema yule ni umzuia asiende hija kwa sababu tu ya namba ya umri wake. Kwa hiyo kwenye uzee hakuna cut off point ya namba ya miaka, hapana. Lakini sisi mzee tunamwangalia mtu hali yake alivyo, akiwa physically yuko active, basi kwetu huyu anaenda hija. Na yule ambaye tukiona huyu hata kama ana miaka 60 70, lakini hali yake ya mwili ilivyo hawezi kufanya hizi harakati, basi huyu
ataingia kwenye hilo grupu la mzee ambaye hawezi kwenda hija. Na huko mbele nitatoa tu baadhi ya maeneo ambayo mamlaka ya Saudia ametuletea kwamba wenye matatizo haya ya kiafya basi wasiende hija. Naam. Mtazamaji wa ZCTV, ikiwa unatufuatilia kipindi chetu hiki cha Afya Kwanza, fahamu kwamba tunachozungumzia leo ni afya na hija. Kama wewe ni katika watiania, basi hakikisha kwamba kwanza unamaliza ile mikakati yote ya kimalipo ili kuweza kuwepesisha hiyo safari yako na kuwawepesishia pia wale waliochukua dhamana ya kukusafirisha kwenda hija, ili wape wepesi wa kuwatolea wasiwasi, kwa sababu tayari malipo ya kila kitu yameshaanza kulipwa na tayari mengine yameshawekewa tarehe za mwisho za kulipia. Kwa hiyo jihakikishe, jithibitishe tu, usibakie tu na nia, jithibitishe kwa kuweka hayo masarif mahitaji ya kifedha. Lakini na sisi tumekuja kukwambia namna gani uandae mwili wako kwa ajili ya kutekeleza vyema ibada ya hija. Tupo katika kipengele hiki cha saikolojia, akili, namna ya kuiandaa akili, na daktari tayari amezungumza vya kutosha katika eneo hili. Moja kwa moja sasa tukazungumze katika hivi vitu ambavyo vinaonekana. Akili si kitu kinachoonekana, matendo yako ndio yatajulisha akili yako. Ili swala la akili, daktari mara moja aliniambia moja katika watu wenye hikma, akanambia ubaya wa viungo vingine kuumwa hasa vinavyoonekana, tutaona jeraha. Ukituambia nina kidonda, tukitazama tutakiona. Au kuna mtu akikuzulia kwamba huyu ana jipu, una uwezo wa kukataa kwamba sina jipu, na ukaonyesha kwamba ukawa huna jipu kweli, tukakuamini. Lakini ubaya wa ugonjwa wa akili, ukizuliwa kuwa huna akili, kukataa kwake ndio kuthibitisha kuwa huna akili. Yaani kila unavyochachamaa kuthibitisha kwamba mimi akili ninazo, ndio watu wanasema hamna kitu. Kwa sababu uthibitishwaji wa akili hauthibitishwi kwa maneno, unathibitishwa kwa vitendo. Umezuliwa huna akili, wewe kuwa mtulivu kwanza, angalia mazingira yatakiwa nifanye nini. Sasa huko kwenye akili ndio maana wataalamu wanaita psychosomatic. Maana yake hakuna physical organ ambayo utafanya kipimo ionekane kwamba hii hapa akili ina shida, isipokuwa ni vitendo vyako. Sasa vitendo. Sasa tukitoka katika hiki kitu ambacho physical organ, sasa twende moja kwa moja katika vile vitu ambavyo unaweza kujiandaa kimwili. Sasa vile moja kwa moja hivi vitaweza kuthibitisha kwamba kutokana na afya hii ya kimwili, basi wewe una uwezo wa kuhimili ibada ya hija kwa asilimia ngapi. Tukaitazame sasa mwili, daktari, tukauandae mwili tunauandaa vipi? Sasa Tafadhali. Asante ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji. Kwenye eneo la mwili ni kwamba ibada ya hija kwa asilimia kubwa harakati zake au matendo yake ni kutembea kwa miguu. Kwa hiyo kwenye kuandaa mwili, mara nyingi huwa tunahimiza wale mahujaji watarajiwa wafanye mazoezi ya kutembea kwa miguu. Mimi huwa nachekesha pale watu kwenye zile semina zetu, si lazima waende sijui gym ukabebe vyuma uanze kupiga push up na manini. Uwe na uwezo wa kutembea kwa miguu. Lakini kwenye hili eneo la kutembea kwa miguu, basi usijikisie. Manake kadiri nitakavyokuambia tembea kilomita ngapi, basi ukifika kule utaona labda daktari aliniambia zile alizoniambia yeye ni kidogo. Kumbe nilipaswa niongeze. Kwa hiyo huwa tunawashauri watu wafanye mazoezi ya kutembea kwa miguu. Lakini sasa ndio maana tunaanza mapema, usijikalifishe kwa siku moja au ndani ya mwezi mmoja ukataka utembee kilomita 10 ikiwa hujawahi kutembea. Anza kidogo kidogo. Nenda nusu kilomita leo, kesho kilomita 1, kesho kutwa unaongeza kidogo, hivyo mpaka mwisho wa siku. Hata ikikaribia safari, kama hata ulikuwa huwezi kwenda hata kilomita 1, naamini kama utaanza mapema, basi hata ikikaribia safari unaweza ongeza kilomita 8 mpaka 10 bila wasiwasi. Na usikimbie, si lazima kufanya kukimbia. Ni huu mwendo tu wa kawaida wa kuweza kutembea. Sasa huu ni kwamba tunaweka mwili katika hali ya physical fit, kwa sababu kama nilivyosema kwamba safari ya hija au ibada ya hija kwa asilimia kubwa matendo yake ni matendo ya kutembea kwa miguu. Yaani naweza kusema huna namna, ikiwa huwezi kutembea kwa miguu, basi safari ya hija inaweza ikawa ni tabu kwako kutekeleza.
harakati zake washakwenda, nafikiri washaziona, na hata sisi tunaziona sasa hivi kwenye TV mara nyingi zinaonyeshwa. Ni matendo ya kutembea kwa miguu na ni masafa, na mbaya zaidi kule hutembei peke yako kama ambavyo labda uko hapa, pengine mko wawili tu watatu. Ni kwenye msongamano wa watu, huyu kwa kukanyaga, huyu kwa kusukuma. Kwa hiyo lazima mwili uwe fiti kidogo uweze kuhimili zile vishindo ambavyo vinaweza vikakukuta. Lakini ikiwa huwezi kutembea kwa miguu, kwa kweli inakuwa ni mtihani mkubwa. Na hata hapo mbele tutatoa ile maelekezo ambayo ametupatia Saudia. Unakuta wengi wale ambao hawawezi kutembea kwa miguu, wana shida au maradhi ambayo yanazuia kutembea kwa miguu au kufanya zile harakati, basi ndio ambao wanazuiliwa kwenda safari ya hija. Kwa hiyo kwenye kuandaa mwili, mahujaji tunawataka waanze mazoezi tangu mapema ya kutembea kwa miguu kadiri ambavyo mtu ataweza kutembea. Hili ni eneo moja kubwa. Lakini jengine ni kwamba ili of course naingia na kule kwenye saikolojia, kwamba unapoenda kule unakutana na watu wa mataifa mbalimbali. Kila mmoja na tabia yake. Sote ni Waislamu, lakini kuna mambo madogo madogo tunatofautiana kwenye ule Uislamu wetu na kwenye kutekeleza zile harakati za ibada hii. Mwingine akikukanyaga atarudi apombe samahani. Mwingine anakukanyaga hata hana habari, anaenda zake. Sasa utakutana na watu wa mataifa mbalimbali wenye akhlaki na tabia mbalimbali. Kwa hiyo na wewe inabidi na moyo wako ujue hilo, kwamba ninapokwenda huku siendi kukutana tu na Wazanzibari au na Watanzania tu. Kila mmoja alikotoka na wewe vile maisha kwao yalivyo na akhlaki za kwao zilivyo, ili akili yako ikubaliane na ile hali. Maana vinginevyo utakuwa tena wewe kila mara ni wewe unagombana na watu, na kwa kidogo haileti taswira nzuri. Lakini pia mazingira ambayo tunaenda kuishi, tumezoea pengine mtu chumbani uko peke yake na mke wake tu labda, lakini mara nyingi tukienda hizi safari ni kwamba pengine chumbani tutakuwa zaidi ya watu wawili, na ndio nakwambia kila mmoja na alivyo. Kwa hiyo kuna vitu inabidi na wewe kidogo uwe na stahamala. Nitakupa tu mfano. Mwingine akilala lazima apate taa, hawezi kulala bila taa. Mwingine akilala lazima azime. Sasa akiwasha watu usingizi. Bila kuzima hapati usingizi. Sasa unaweza kuliona kama ni jambo dogo, lakini linaweza likaa kubwa mle chumbani. Mwingine anyanyuka enda kuzima, mwingine anyanyuka enda kuwasha. Nafika usiku saa 6 saa 7 hamjalala kila mmoja. Sasa kuna vitu kama hivyo. Wengine akilala ndio hivyo, tunakoroma. Asema mimi siwezi kulala na mtu ambaye anakoroma. Natolewa chumba hichi napelekwa chengine kulala na mwingine kuliko ule ulikotoka. Sasa kuna mambo madogo madogo unayaona, lakini pengine anaweza mtu akamtafsiri nafsi yake. Maana yake kutokulala, kutokupata usingizi nayo ni shida. Ndio. Sasa tunatakiwa mambo kama haya tuanze kujiandaa kisaikolojia, kwamba tunaenda kukutana na watu wenye tabia tofauti, tunaenda kuishi na watu ambao hatujawahi kuishi nao. Lakini pia kwenye eneo la vyakula, pengine tuna vyakula vyetu hapa tulivyovizoea. Ni muda mfupi, hadi ni wiki 2-3. Kwa hiyo ni kitu cha kuweza kustahamili nafsi yako, kusema na nafsi yako kaweza kustahamili kusudi kupitisha ile muda wa ibada upite, basi ukirudi zako nyumbani huko unakuja kuendelea na maisha yako kama kawaida. Lakini kama hukujiandaa hizo wiki 2 au 3, basi utaziona miaka kwa yale ambayo utakutana nayo. Kwa hiyo kwenye hilo eneo pia, pamoja na kuandaa mwili, lakini na hiyo akili waiandae kama inaenda kukutana na mazingira ya namna hiyo. Na haya mazoezi ya kutembea, pengine kuna mtu licha ya kuwa umetoa fafanuzi, bado ikawa akili yake haijaganda katika utaratibu ule mzuri wa kutembea. Kwa makisio, mtu aweze kutembea angalau dakika ngapi? Mbali ya yale masafa uliyotaja. Masafa yanahitaji uweledi ili kujua kwamba hapa nilipotembea hii sasa ni maili 3, au kutoka pale mpaka hapa hii ni maili 6 hii. Hawezi kujua. Lakini pengine tukimpa muda na aina ya mwendo, anaweza kukisia kwamba kweli nimetembea sasa dakika 45 tangu nitembee zimetimia, au niambiwa nitembee kwa muda wa saa 1, tayari saa 1 imeshatimia. Labda muda gani kwa mwendo wa kawaida anahitajiwa mtu atembee angalau kwa siku, tumhisabu sasa huyu kwamba anafanya mazoezi ya kutembea kwa ajili ya maandalizi ya hija?
Sasa asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye kutembea ni ngumu kidogo kuweza kusema mtu atembee masaa mangapi. Ni kama vile nilivyosema mwanzo, ni ngumu kumwekea mtu kwamba utembee mpaka hapa iwe ndio mwisho. Manake kwanza kila mmoja na mwendo wake. Na mnapofanya zile ibada, mwingine anatembea haraka, mwingine anatembea kidogo kidogo, mwingine kidogo kidogo zaidi, lakini almuhimu ni kwamba wote wanaweza kutembea kwa miguu. Hichi ndio kitu ambacho tunakiangalia zaidi. Sasa how speed you are, hii ni issue nyingine, na hii ndio ambayo itakwambia kwamba kutokana na speed hii labda ninaweza kutembea masafa haya ndani ya lisali moja au ndani ya masaa mawili. Lakini mimi ninachowataka mahujaji wasiumize kichwa kwenye masaa mangapi anatembea au kwenye masafa gani anatembea. Muhimu atembee kwa miguu kadiri anavyoweza na kwa mwendo wake ambao anauweza. Taasisi nyingi huwa tunazishauri na madaktari huwa tunawaambia, unakuta kuna wengine wanaotembea kwa spidi kubwa, waache waende. Kuna na wale ambao wanatembea spidi ya katikati na wana mwendo wao, waache waende. Kuna na wale mdogo mdogo kabisa mwendo wa jongoo, almuhimu kwamba anaweza kutembea akamaliza ile kilichokusudiwa bila ya shida, basi naye mwache aende. Hichi ndicho ambacho Simpe hamasa ya kuwakimbia sana. Kwa sababu ukimlazimisha kukimbia hivyo wakati hawezi, mwendo wa spidi hawezi, nje uwezo wake, ataanguka njiani, atashindwa kumalizia ile ibada. Lakini muache ule mwendo wake ambao anaweza kutembea, na viongozi wa taasisi za hija huwa tunahimizana juu ya haya kwamba kila mmoja kwa mwendo wake. Ukiwa huwezi usilazimishe kwamba mimi kuna ile siku hizo naita 5G. Ukifika kule watu wanauo tena wanasema hata 5G tunaondoka, waache 5G waende. 3G tunaondoka, waache 3G. Wewe 2G mwenzangu na mimi tupo sisi tutatembea. Muhimu kwamba unaweza kutembea tumalize ile ibada. Hicho ndio muhimu. Kwa hiyo haijalishi utatembea kwa masaa mangapi au kwa masafa gani, lakini muhimu ni zoezi la kutembea kwa miguu kwa mwendo wako ambao unaweza kutembea. Na ikiwa huwezi kutembea usilazimishe. Mwambie kabisa daktari wako, mwambie kiongozi wako wa taasisi, mimi siwezi kutembea kwa miguu. Kama kuna namna nyingine basi ili ifanyike kusudi uende ukatekeleza ibada hii. Lakini ukisema unaweza kutembea, wale wenye taasisi wanajua sisi huyu anaweza kutembea, hakuna maandalizi yote atajiandaa kwako wewe na kwa wao, mwisho wa siku ukafika kule huwezi kutembea, kwa kweli inakuwa ni mtihani mkubwa. Utaanza kupata tunaitaje depression, manake watu wanatoka, wewe huwezi kwenda, na wale washakuchukua hawawezi kukuacha. Kwa hiyo kwa kweli utawapa mtihani mwingine mkubwa wakati mshafika kule. Lakini wakijua tangu huku kwamba huyu tunatoka na mtu ambaye hawezi kutembea kwa miguu, nini tufanye, maandalizi gani tuandae, yeye ajiandae vipi na sisi tujiandae vipi, na kwa rahisi kwenda kutekeleza ibada. Tafutie mbeleko yako kabisa. Watu wajue hii ni mbeleko yake. Akishindwa kutembea tunamwalika. Tunamtia mbelekoni. Huo ni kwa upande wa kutembea, mazoezi. Nadhani ndio mazoezi makubwa ambayo tuweze kujiandaa nazo. Tuweze kujiandaa nayo. Lakini haya mazoezi ya kutembea hatuwezi hakuna vyakula ambavyo anahitajiwa mtu kula kwa ajili ya maandalizi ya afya yake ili aweze kupata kutembea vizuri na kutekeleza ibada ya hija ipasavyo. Sasa vyakula, ndugu mtangazaji, hakuna vyakula maalum vya kusema kwamba lazima ule hichi na hichi na hichi. Vyakula ndio hivi ambavyo tunakula. Ni vyakula na kunywa. Maana mazoezi, ukifanya mazoezi au ukitembea kwa miguu, na hasa mazingira ya kule ni kwamba unapoteza maji mwilini, jasho litatoka kwa wingi, ijapo kidogo kule kuna Mwenyezi Mungu ana rehema zake zaidi kwamba unaweza ukatembea ukaona kama hata ile jasho halitoki. Lakini sasa unatumia nguvu, mwili unatumia energy mwilini, utahitaji maji. Lazima unywe maji kwa wingi. Kwa hiyo tangu hapa huwa tunashauri mahujaji wale ambao hawana tabia kunywa maji kwa wingi, basi ajizoeshe kunywa maji mara kwa mara. Mara nyingi tukienda kule hali ya hewa inakuwa ni jua kali sana, na hizo harakati ukichanganya pamoja, msongamano wa watu, lazima utasikia kiu. Na kule alhamdulillah huwa tunaambia watu maji ya Zamzam kule yanapatikana muda wote, Maka na Madina. Kwa hiyo hata huna haja ya kunywa maji ya kawaida, wewe unachukua tu Zamzam yako ile, ukisikia kiu
ukipiga mwenyewe alhamdulillah maisha yanaendelea vizuri. Kwa hiyo huwa tunawashauri tangu sasa wale ambao hawana tabia kunywa maji, basi waanze kidogo kidogo kujizoesha kunywa maji mara kwa mara. Lakini kunywa maji hakuji tu, mara nyingi ndio hivyo, labda umekula ndio kiu itakuja, umefanya activity kidogo kiu itakuja. Sasa kwenye kufanya mazoezi lazima tu utaanza kusikia kiu na utahitaji maji. Kunywa maji wala usijinyime. Lakini hakuna chakula maalum cha kusema kwamba lazima ule hiki na hiki ndio hapana. Vyakula ndio hivi vyakula vyetu ambavyo kila siku tunakula. Na vyakula vya kujiepusha mara kwa mara. Sasa kuna vyakula ambavyo hatushauri sana tukiwa kule tuvitumie. Unajua Zanzibar hapa tumezoea vitu vyetu kidogo chapusho, ukali, pilipili. Hivi mara nyingi unajua matatizo mengi wanapata mahujaji tukienda hija ni mafua pamoja na kikohozi. Sasa hivi vyakula hivi vikali na pilipili ambavyo wengi tunavipenda hapa, mara nyingi vinasababisha athari kwenye koo kiasi kwamba inakuwa rahisi kwa wewe kupata kikohozi pamoja na mafua. Kwa hiyo huwa tunawashauri mahujaji wetu kuviepuka hivi vyakula walau kwa muda ule mfupi ambao tutakuwa kule, kusudi kuepusha nafasi zaidi ya kuweza kupata haya maradhi ya kikohozi pamoja na, si lazima kwamba kila anapata kikohozi katumia pilipili au vitu vikali, lakini hii inatupa nafasi zaidi ya kupata kikohozi na mafua kuliko mtu ambaye kwamba hajatumia vitu kama hivi au vyakula kama hivi. Kwa hiyo huwa tunashauri wasipendelee sana kuvichukua kule au kuvitumia wakati tukiwa kule. Na mtazamaji, bado tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha Afya Kwanza, na maudhui yetu ya leo ni afya na hija. Kabla hatujaendelea mbele, maana nataka tuje tutazamie chanjo, lakini kabla ya kwenda kutazamia chanjo twende tukapate mapumziko mafupi hapo kwa kuona baadhi ya vitendo vile vitatu vya hija, ili uweze kuthibitisha yale ambayo tumeweza kuyasema, lakini pia na chochote kile ambacho kitaweza kujumuishwa katika mapumziko hayo. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watazamaji na wasikilizaji, ningependa kidogo tukumbushane na kuongozana katika maudhui inayosema al-afiyatu wal hajj, afya na hija. Hija ni moja kati ya ibada tukufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha kwetu, ikawekewa sharti maalumu na vipengele maalumu ili kila mmoja fikamilia vipengele hivyo kuweza kuwajibikiwa na hiyo hija. Lakini ukitazama hija kama ilivyo, ibada kama ya hija ni ibada ambayo imefungamana na afya zetu. Manake mtu ambaye atakakuwa hana tamamu afya wa sihhati, hana ukamilifu wa afya na uzima, inakuwa ni vigumu sana kuweza kuitekeleza ibada ya hija. Kwa sababu ukitazama matendo ya hija yenyewe, kwa kuanzia mathalan tendo la tawafu na msongamano uliokuwepo pale, unahitaji afya iliyokuwa madhubuti ili kuweza kuitekeleza ile nguzo ile miongoni mwa nguzo za hija, ambapo kikosekana kwake manake hapo hapana hija, pana upungufu mpaka uilete kwake. Ukitizama suala zima la as-sa'i baina Safa wal Marwa, suala la kwenda ile Safa na Marwa ni suala ambalo linaakisiwa sana na suala zima la afya. Mwenye afya ndiye ambaye anaweza kuitekeleza ile nguzo upeo wa kuitekeleza. Kwa mtu ambaye atakayekuwa hana afya, mtu ambaye atakayekuwa hana siha nzuri, basi inakuwa ni vigumu na uzito sana kwake kuweza kuitekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye tayari anahisi amewajibikiwa na ibada ya hija, lazima aitazame afya yake, lazima aitazame siha yake. Ikiwezekana kwamba ukijihisi kwamba mimi siwezi kutokana na siha yangu na afya yangu kutekeleza ibada hii tukufu ambayo inahitaji nguvu na siha na afya, basi bora uwakilishe niaba wa kuweza kwenda kukuhijia, kushinda kutoka wewe mwenyewe ukajilazimisha kwenda, matokeo yake ukaifanya ibada ile nje ya ufanisi. Na alhamdulillah rabbil alamin, katika mataasisi yetu, kampuni zetu ambazo zinasafirisha mahujaji, vipo vitengo hivyo ambavyo vimejitolea kuwahijia wale wote ambao wamewajibikiwa na hija, lakini afya zao, siha zao haziruhusu au hawana uwezo kuna kuitekeleza ibada hiyo. Na tujue ya kwamba kutokuwa na afya au kutokuwa na siha
sio kipengele cha kufanya wewe usiwajibikiwe na hija. Hija na kanuni zake, ina sharti zake, zikikamilia hizo unawajibika wewe Muislamu kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa kuna kiziwizi cha afya kitakachokufanya kwamba usiweze kwenda kuhiji, basi sheria tayari imeweka mwanya wa kuweza kwenda kumwekea niaba mtu na kumpa mahitajio ili akakuhijie. Kwa hiyo tulitazameni siha zetu, je, tuna uwezo kwenda kuikidhia ibada ya hija haki zake? Ikiwa uwezo upo wa kisiha na afya, fabiha wa ni'ma. Ikiwa haupo, basi ni vyema kuwakilisha mtu akuweza kwenda kuifanya ibada hiyo ili ibada ifanye katika ufanisi zaidi, kwa ajili ya kujenga miili yetu na kwa ajili ya matayarisho ya kwenda kufanya ibada ya hija, kwa sababu tushaambiwa katika ibada za hija matendo ni mengi kuliko kusoma. Matendo ni mengi ya kutembea, ya kufanya vitendo hiki na kile. Kwa hiyo napenda kuasisitiza mahujaji wenzangu watarajiwa kwamba tunajitahidi sana katika kufanya mazoezi, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi tayari nimeshaanza mazoezi kama mwezi mmoja nyuma, na sasa hivi naendelea na mazoezi yangu. Kusema kweli, natoka Taveta nyumbani kwangu na kuja zangu mpaka roundabout ya Kwerekwe kwa miguu kila siku alfajiri saa 12, nachukua nusu saa kutoka Taveta kuja mpaka roundabout maana Kwerekwe na kurudi vile vile nusu saa. Kwa hiyo nahisi katika hali yangu ya kiafya nimekuwa mwepesi kimwili, kiafya, na vile vile kama tunavyohimizwa katika ibada ya hija kwamba ibada ya hija ni moja kwamba inatuweka katika hali ya kiafya. Tunaambiwa kwamba tufanye ibada za hija ili kutengeneza miili yetu iwe katika hali ya kiafya nzuri. Usipofanya mazoezi na maana utashindwa kufanya ibada ya hija. Na tunaambiwa kwamba tunywe maji kwa wingi, kutokana na kwamba kule tunakwenda sana na majasho yanatutoka sana, na kila unapopunguza jasho. Naam, kama ambavyo tumeweza kusikia hivyo, tumemwona pale Ustadh Ibrahim Bai akitupa naye nasaha kama sehemu za mashehe, kama ambavyo umeshatoka kuzungumza hapa Dr. Omar, kwamba hata viongozi wa hija na mashehe na imamu mbalimbali wanasaidia hili katika kuhamasisha afya ya hija, lakini vile vile zaidi pia katika upande wa saikolojia ya hija. Tumemwona pale Ustadh Ibrahim Bai, lakini vile vile na ukhti naye akitoa ushuhuda, siku hizi tunasema neno hilo, akitoa ushuhuda ya kwamba kweli hija inahitaji afya, na yeye anafanya mazoezi na kaona, natumai namna gani imeweza kumsaidia hajjati huyo. Sasa ni hajjati moja kwa moja tayari, imeweza kumsaidia yale maandalizi ya kiafya kabla ya kwenda hija. Daktari, tukatazamia sasa chanjo, alafu mwisho tutakuja kutazamia wale watu ambao watakuwa wenye maradhi fulani hawataruhusiwa kuhiji. Lakini kwanza tukatazame chanjo za lazima ambazo zinahitajiwa kuchanjwa kwa watu wanaotarajia kwenda hija kwa mwaka huu 2026. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye eneo la chanjo ni kwamba kama ilivyo kawaida kwa safari za nje zote, kwa hapa kwetu Tanzania kuna chanjo zile tumezizoea ambazo kawaida huwa tunachanja, ambayo ni chanjo ya uti wa mgongo au kitaalamu anaita meningitis, pamoja na homa ya manjano au yellow fever. Hizi ni maarufu, nafikiri watu wengi tunasafiri kwenda nje huwa tunachanja. Lakini kwenye eneo hili pia huwa tunapokea miongozo na maelekezo kutoka kwenye mamlaka ya Saudia. Kwa mfano, nikikupa mfano, kipindi wakati wa corona tuliletewa miongozo kwamba lazim tuchanje chanjo ya corona. Kwa hiyo kila mwaka inategemeana. Kwa mfano sasa hivi, mwaka jana ilikuwa sio lazima kuchanja chanjo ya corona. Mwaka jana alitupa chanjo ya polio, kwamba mahujaji wote wachanje chanjo ya polio. Kwa hiyo kadiri zile siku zinavyokaribia na miongozo inavyotoka maelekezo, na wao huwa wanatupa miongozo kwamba nchi hii tunataka mahujaji wake wakija wamechanja chanjo hii. Kwa hiyo kwa zile za ambazo ni kawaida tunachanja kwa safari, tunashukuru Wizara ya Afya, tunashirikiana nao vizuri. Na zile ambazo miongozo inatoka kutoka mamlaka Saudia, tukiletewa pia nazo huwa tunachanja. Kwa hiyo kwenye eneo hili huwa kuna na chanjo pia ya hepatitis B au ya homa ya ini B. Hii nayo imekuwa ni maarufu kwenye safari ya hija, tukienda nao huwa tunachanja. Sasa tunataka mahujaji tangu sasa waanze kuenda kufuatilia masuala ya chanjo. Wizara ya Afya, chanjo hizi huwa zinapatikana, na hasa kwa hivi mapema hii ya chanjo ya homa ya ini, kwa sababu hiyo utaratibu wake kidogo ni tofauti na hizi chanjo nyingine. Hii ina dozi 3,
na kila baada ya dozi moja kuna na muda kidogo, mpishano wa muda. Pengine utaambiwa unachanja hii, alafu tarehe ngapi urudi tena uje uchanje dozi ya pili, na tarehe ngapi urudi uje uchanje dozi ya tatu. Kwa hiyo ikiwa hutokwenda mapema, unaweza usikamilishe zote hizi dozi tatu. Kwenye ile eneo tunaomba mahujaji watarajiwa ambao wana nia ya kwenda kufanya ibada ya hija, basi wafanye hima kufuatilia swala hili la chanjo na kusikiliza maelekezo ya viongozi wa taasisi kwenye eneo hili, kusudi isije kafika muda wa safari kama mtu hajakamilisha hizi chanjo. Ni eneo muhimu na ni lazim kila hujaji kuchanja hizi chanjo. Pengine kuna mtu anasema bado mapema, labda chanjo isije kafika muda gani itakuwa ishamaliza. Labda tuwatoe wasiwasi katika eneo hili la chanjo kwa ujumla wake. Kituo hii ambayo ina awamu tatu, tutazitaja hizi awamu tatu, kila awamu gani? Basi awamu ya mwisho angalau iwe ni siku ngapi pengine kabla ya safari, iwe tayari mtu ameshachanja. Maanake hizi chanjo zitadumu kwa muda wa siku ngapi baada ya mtu kuchanja? Tukianza na hii chanjo ya homa ya ini, kama nilivyosema, hii inakuwa na interval. Mara nyingi baada ya dozi moja mpaka nyingine wanakupa wiki 3 mpaka wiki 4. Sasa ukienda ndani ya wiki 2, ndani ya mwezi mmoja, hautaweza kukamilisha zote dozi 3. Kwa hiyo wewe lazima uanze mapema kusudi kuweza kupata nafasi. Lakini vile vile kuna hizi chanjo nyingine, kwa mfano nikienda leo pengine naweza nikaambiwa siwezi kuchanja zote 2 kwa siku moja. Nitachanjwa moja, pengine nitaambiwa baada ya siku 2-3 uje uchanje na hii nyingine. Hizi 2 za homa ya ini na hizi 2 za meningitis pamoja na homa ya manjano, hizi huwa hazina shida sana. Hata ndani ya wiki 2, wiki 3 unaweza ukachanja. Lakini hii ya homa ya ini ndio ambayo mara nyingi mahujaji wengi wanaondoka bado hajakamilisha dozi 3. Na hii kama nilivyosema, ili ikamilike hasa ni lazima itimie dozi 3. Athari yake ni nini ikiwa hatokamilisha dozi 3? Athari yake ni kwamba haitofanya kazi, ile lengo lilokusudiwa halitofikiwa. Na labda tuniwaambie watu waelewe, au mahujaji waelewe, na si mahujaji tu, sote jamii kwa jumla, ugonjwa wa homa ya ini upo sana sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri, hata ambaye wewe si hujaji, una safari ya hija, basi ni vizuri kujipakinga mwili wako, ukajikinga na huu ugonjwa. Na maambukizi yake ni kupitia njia ya damu na baadhi ya njia nyingine, lakini inaambukizwa kwa urahisi zaidi, maanake wadudu wake ni sugu kidogo kufa. Nitakupa mfano. Kwa mfano, ugonjwa wa HIV unaambukizwa kupitia njia ya damu, lakini ile damu ikimwagika hapa mpaka ikakauka, basi una chance ndogo sana ya kupata maambukizi ya ugonjwa ya ukimwi kama imetokea umegusa labda na umejikata. Lakini hawa wadudu wa hii homa ya ini, hata kwenye ile damu kavu, basi kama utaenda ukagusa, una nafasi kubwa zaidi ya kupata maambukizi. Kwa hiyo naonesha tu mfano ile ambavyo kidogo inaambukizwa kwa urahisi zaidi kuliko magonjwa mengine, na kwenye jamii ipo sasa hivi nyingi tu. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja akachukua tahadhari ya ugonjwa huu. Naam, kuna maradhi ulituashiria kabla, sema kuja kutaja maradhi hapo ambayo hayo, manake wenye maradhi hayo au wenye sababu hizo, pengine nyingine ni maradhi lakini nyingine si maradhi. Wenye sababu hizo watazuilika kwenda hija moja kwa moja. Ile mtu asije akajiingiza sasa hivi katika sababu hiyo ikiwa tayari ameshatia nia. Au asije akajiingiza katika maradhi hayo au visababishi vya maradhi hayo. Hebu tukavichambue moja baada ya nyingine. Tafadhali. Asante ndugu mtangazaji. Kwenye eneo hili kama nilivyosema, ni siku chache tu zilizopita tulipata waraka kutoka mamlaka ya Saudia wakituambia kwamba wenye matatizo haya basi hawataruhusu kuingia nchini Saudia kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Na unajua wenzetu wanaenda na takwimu. Kila mwaka wakienda wanaangalia mwaka huu waliokuja na magonjwa haya walikuwa idadi hii, waliokuja na magonjwa haya walikuwa idadi hii. Nitakupa mfano. Kwa mfano mwaka jana anasema 10% ya mahujaji wote waliokwenda walifanyiwa dialysis wakiwa kule Saudia. Sasa unakuta hii namba ni kubwa kusema kweli. Na
mtu ambaye au mgonjwa ambaye ana tatizo la figo anafanya dialysis, walio wengi basi ndani ya wiki pengine ni mara 2 au mara 3 anafanyiwa dialysis. Sasa ikafika sehemu wale wa Saudi wanajiuliza, hivi hawa watu wanakuja kwenye ibada au wanakuja kwenye matibabu? Kwa hiyo mtu wa mwanzo ambaye walimlisti kwamba huyu asiende kwenye msafara wa ibada ya hija ni wale ambao wana magonjwa ya figo ambao wanafanyiwa dialysis. Hapo kabla tulikuwa tunaenda nao, hata sisi tulishawahi kwenda nao, lakini kutokana na hii miongozo kuanzia mwaka jana na mwaka huu ndo zaidi wamesisitiza kwamba hawataki watu ambao wana matatizo ya figo ambao wanafanyiwa dialysis kwenda kufanya ibada ya hija. Lakini watu wengine ni wale ambao wana matatizo ya moyo kiasi kwamba yanawapa shida kwenye kufanya zile harakati zao za maisha ya kila siku. Kuna watu wana matatizo ya moyo, kwa mfano akitembea tu hatua chache tayari anaanza kupumua kwa shida, hawezi kwenda tena, inabidi akae kwanza apumzike hivyo. Lakini mtu mwingine ni wale ambao wana matatizo ya mapafu na wanapata shida kwenye kupumua, ambao mara nyingi huwa wanahitaji visaidizi vya kupumua, kupatiwa oxygen na mfano hivyo. Lakini watu wengine ni hawa ambao tumesema wenye matatizo ya magonjwa ya ini. Hii nayo ina stage zake. Kwa hiyo kama daktari akikaa na yule mtu wataelezana, atafanya vipimo, atajua uko kwenye stage gani, na huyu naye hataruhusika kwenda kufanya ibada ya hija. Lakini wengine ni wale wenye matatizo ya mishipa ya fahamu ambao wanapata tabu kwenye kutembea. Kwa mfano watu ambao wameparalyze, hawezi kutembea, miguu yote haifanyi kazi au mguu na mkono haufanyi kazi kiasi kwamba hawezi kwenda kutembea. Hawa nao pia hawaruhusiwi kwenda kufanya ibada ya hija. Lakini pia wengine ni watu ambao wako kwenye matibabu ya saratani, magonjwa ya kansa. Hawa nao pia wa Saudi wamesema hawataruhusu kwenda kufanya ibada ya hija. Na wengine ni watu wenye matatizo ya magoti pamoja na miguu kiasi kwamba hawezi kutembea kwa miguu. Ndio tunarudi mule kwamba ni wale watu mara nyingi ambao wanashindwa kufanya zile harakati aidha kwa kutembea au kuzifanya harakati za kila siku za ibada ya hija. Na mwingine ni mtu ambaye ni mjamzito. Mjamzito anakuwa na riski kubwa tangu akiwa tu mjamzito, hata kama mimba ni changa. Kwenye harakati zile mimba ujauzito unaweza ukatoka, anaweza akapata maumivu makali ya tumbo, ikawa shida kwenye mazingira ya kufanya harakati za ibada ya hija. Kwa hiyo na huyu naye hataruhusiwa kwenda kufanya ibada ya hija. Lakini huwa tunawashauri, tunakaa nao, ndo nakwambia psychologically mtu kashakuja, inabidi ukae naye, uzungumze naye, umueleze, akuelewe. Akisha kujifungua salama, alhamdulillah, mwaka huu, mwakani inshallah atakwenda. Unajua shida si mjamzito. Kusisitizia hiyo. Tunatarajia mwakani atakuwa si mjamzito, kajifungua tu mwaka huu, kwa hiyo mwakani inshallah ikiwa si mjamzito. Wengine mambo yao ni chapu kwa chapu. Ipo hiyo inatokea. Lakini ikiwa si mjamzito inshallah tutakwenda naye, ni kustahamili. Allah ikiwa atatuweka na roho na afya, basi mwakani ni mbali, lakini kama sio mbali. Na kwenye hili huwa tunakaa nao hawa ambao kama nilikwambia, unajua mtu kumwambia anataka kwenda hija, uwezo wa mali tayari anao, lakini kwa mfano kama hivyo ana ugonjwa, wewe daktari kumwambia asende hija kidogo inakuwa ni wakati mgumu. Kwa hiyo inabidi upate muda wa kukaa naye, kuzungumza naye, kumuelewesha aelewe hasa kwa nini haendi. Lakini pia kwenye eneo hili tunawashirikisha na mashehe nao, kwa sababu ili wajijue kwamba hawana dhambi. Tulipoambiwa kabisa, tulipoambiwa hii ibada ya hija, tuliambiwa kabisa uwe na uwezo wa hali na mali. Hali ndio hii siha. Sasa ikiwa siha haiko sawa, usiingie roho kinyongo tena ukajisikia vibaya ukaona labda mimi daktari ananionea, au labda Mwenyezi Mungu kwa nini akasema sianze kuweka kwa nini. Ni Allah yule ambaye wewe unataka ukafanya ile ibada, ndio yule aliyosema ikiwa afya yako haiko sawa usikalifishe nafsi manake. Kwa hiyo kidogo inahitaji muda kukaa nao, kuelewesha, si kwamba ni kitu rahisi tu hivi unamkatia kipande, wewe bwana huendi hija kwa sababu una tatizo la moyo. Kwanza ataona kama na hili daktari hili wengi wakikatazwa kufunga kwa matatizo ya maradhi fulani, hata kama itakuwa ni jambo endelevu kwamba wewe kutokana na maradhi haya hutakiwi tena kufunga, halipokei sana kwa roho upande. Ni kweli. Halipokei sana kwa roho upande. Sasa sijajua kwa nini. Pengine labda ile favor aliyopewa upande wa pili ni
ni nzuri zaidi kuliko hii ya kwanza. Ni hivyo, lakini kwa sababu ikiwa hija basi lazima atapata unajua Allah anapokuambia kwamba usifunge ukiwa na hiki na hiki na hiki, kama hukufunga kwa kufuata yale maelekezo aliyokupa, basi Allah anafurahi kwamba mja wangu nimempa ugonjwa, hafungi kwa sababu ya ugonjwa, anatumikia chingine, anafurahi kabisa, anatumikia chingine. Lakini ni kama unavyosema, tulo wengi huwa tunajihisi kama labda itakuwa sio sawa mimi kwamba nisifunge hapa na kula mchana. Ni Allah huyo ambaye akakutaka ufunge na akakupa maelekezo haya. Kwa nini unafuata upande mmoja, upande mmoja hutaki kufuata? Of course ni sijui nisemeje, lakini binadamu tulivyo. Sasa tunakwambia ni kitu ambacho kinahitaji muda, ukae naye, umueleweshe, uwashirikishe na wanafamilia wengine, mashehe ndio sehemu kubwa na wao hapa anatusaidia. Si rahisi tu kwamba daktari moja kwa moja mtakaa mzungumze. Nitakupa mfano, mwaka jana alikuja mzee mmoja, alipofika tu mimi ile namuona tu anatokeza, hata mwendo ni shida, manake hata hatua 10 pale kutembea ni shida, hata kwenda hija akashakuja kule na mpunga na msemo wa vijana. Sasa alipofika pale tukazungumza, nikamwambia hapana mzee, wewe kwa hija huwezi kwenda. Basi kwanza aliinama kwenye meza hivi akaanza kulia, nikaanza kubembeleza na kuongea naye, nikampa option nyingine, nikamwambia kuna option moja, hii au hii, mbili, moja kati ya hizi mbili, basi uchague hii option moja. Akakaa pale akafikiri, akaniambia daktari, naenda nyumbani kwanza, nitakurudi kwa simu. Akatoka pale kama baada ya masaa mawili. Baadaye akanipigia simu, akaniambia tayari daktari, nimekuja na uamuzi, nimechagua option hii. Nikamwambia basi. Sasa option aliyokuja nayo pale tukafanikisha yale ambayo tumezungumza, tukaenda naye hija. Siku tunarudi, yule mzee akanivuta pembeni tukazungumza. Kwanza akaanza na kulia. Akanambia nashukuru sana daktari, kumbe umenisaidia. Nilipokuwa kule nilifikiri labda kama unaniangamiza fulani hivi au unaniwekea kauzibe fulani kwamba mimi nisende kufanya ibada hii. Lakini nilipokuja nikaona mwenyewe huku, nilichokiona nilikuwa siwezi 100% nisingaliweza hata siku moja. Nashukuru sana daktari, umenisaidia. Nimeweza kuja kufanikisha ibada ya hija kwa hizi option ambazo umenipa. Kwa hiyo hata hawa ambao tunawaambia kwamba wasiende, tunatafuta kila aina ya namna ya kuweza kuwasaidia ili na wao wafanye ibada hija, lakini wafanye ibada ya hija katika mazingira ambayo ni salama, yeye mwenyewe hata kwazika na hata wakwaza wengine. Kwa sababu nakwambia kweli, ukifika kule kama una kitu ambacho kinakuzuia kutoka, wenzako wanatoka, kwa kweli ni ugonjwa mwingine utaupata, depression. Sasa kuepuka haya ni lazima tufahamishane tangu mapema, tufanye maandalizi tangu mapema kusudi kila mmoja aende akafanya ibada ya hija kama vile ambavyo inatakiwa kufanywa. Lakini ikiwa na yeye nafsi yake imeridhika na kila mmoja ana furaha ya ile ibada kwamba nimeenda kukamilisha ile nguzo ya 5 ya Kiislamu kama ambavyo inatakiwa. Asante sana, tukushukuru sana Dr. Omar Mohamed. Huyu ni mkuu wa madaktari wa UTAHIZA, umoja wa taasisi ya hija Zanzibar, mkuu wa madaktari ambao wanahudumu katika taasisi za hija, na leo tulikuwa tukizungumzia afya na hija, hasa katika maandalizi ya hija kiafya. Na hiki ni kipindi cha Afya Kwanza, ndivyo ambavyo kinatamatika kwa siku nzima ya leo, na mimi ni Haji Ali, nikutakia utazamaji mwema vipindi vilivyosalia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran kwa kila aliyeshiriki kuhakikisha kwamba tunaonekana na tunasikilizana kwa